Maadhimisho ya utambuzi wa lugha ya alama yaliyofanyika katika Chuo Kikuu cha Dodoma yameibua wito mpya kwa kutoa nafasi sawa kwa watu wenye ulemavu wa kusikia. Bodi ya stakabadhi ghalani nchini imeadhimisha miaka 20 huku wadau wa kilimo wakitaka bodi hiyo kufanya maboresho zaidi katika mfumo ili kuongeza tija kwa wakulima. Na katika michezo, klabu ya soka ya Dodoma Jiji FC imeendelea kuwa mwamba na kutikisa katika jukwaa la ligi kuu ya NBC Tanzania Bara. Hujambo mtazamaji na karibu katika taarifa ya habari kutoka UDOM Digital. Mimi ni Musa Daudi. Maadhimisho ya utambuzi wa lugha ya alama yaliyofanyika katika Chuo Kikuu cha Dodoma yameibua wito mpya kwa kutoa nafasi sawa kwa watu wenye ulemavu wa kusikia. Taarifa kamili na Rahma Mgala. Leo katika Chuo Kikuu cha Dodoma Koedi kumefanyika maadhimisho ya Sign Language Awareness Creation Day ambayo yameibua wito wa kutoa nafasi sawa kwa watu wenye ulemavu wa kusikia. Mjadala mkubwa katika maadhimisho hayo umejikita katika umuhimu wa elimu jumuishi ya lugha ya alama mashuleni na mahala pa kazi ili kuhakikisha ushirikishwaji wa watu wenye ulemavu wa kusikia katika jamii. Pia wadau wa elimu na haki za watu wenye ulemavu wameendelea kuitaka jamii kubadili mtazamo na kutoa nafasi sawa kwa watu wenye changamoto za kusikia ili waweze kushiriki kikamilifu katika maendeleo ya taifa. Tunatambua matumizi ya lugha ya alama kuwa kiungo kikubwa katika kukuza ujumuishaji. Kufuatia maoni ya wadau mbalimbali kuhusu umuhimu wa lugha ya alama katika kuhakikisha ushirikishwaji sawa kwa watu wenye ulemavu wa kusikia, sasa tunakwenda kuwasikiliza baadhi ya washiriki wakieleza mitazamo yao kuhusu swala hilo. Katika chuo hiki tuna watu mbalimbali ambao wanapata changamoto, hasa watu wenye changamoto ya usikivu ambao wanakumbana na changamoto ya ukosefu wa kalimani pale wanapokuwa na shughuli zao za ujifunzaji. Ndani ya taasisi ya DOSRA imetoa wataalamu wazuri wa lugha ya alama ambao wanatusaidia sisi wanafunzi viziwi katika mambo mengine tofauti darasani. Baada ya kusikiliza maoni ya washiriki, wameendelea kuonyesha mtazamo wa pamoja wa kuunga mkono juhudi za kuimarisha matumizi ya lugha ya alama ili kuhakikisha ujumuishi na ushirikishwaji sawa kwa watu wenye ulemavu wa kusikia katika jamii. Wote kutoka Chuo Kikuu cha Dodoma ndani ya Daki ya Elimu, mimi ni Rahma Mgala wa UDOM Digital. Asante Rahma Mgala kwa taarifa hiyo. Umuhimu wa kutumia kwa uangalifu na kutunza rasilimali maji UDOM watolewa kwa wanafunzi ili kuhakikisha upatikanaji endelevu wa huduma hiyo muhimu ya maji. Taarifa kamili na Khadija Adam. Kutokana na ongezeko la matumizi ya maji pamoja na changamoto za upatikanaji wake katika baadhi ya maeneo ya Chuo Kikuu cha Dodoma, wanafunzi wameaswa kuwa mstari wa mbele katika kutunza rasilimali hiyo muhimu kwa maisha yao ya kila siku. Baadhi ya vitendo vinatajwa kuchangia upotevu wa maji ni pamoja na kuacha mabomba yakivuja maji, matumizi mabaya ya maji katika hostel na maeneo ya kuogea, pamoja na kutokuwepo kwa uelewa wa kutosha kuhusu umuhimu wa kutunza maji. Baadhi ya wanafunzi wa UDOM wakizungumza na UDOM Digital wamesema elimu zaidi kuhusu matumizi sahihi ya maji. Tuungane na baadhi ya wanafunzi wa UDOM wakizungumza na UDOM Digital, wanaelezea zaidi juu ya elimu kuhusu matumizi sahihi ya maji ili kupunguza upotevu wa rasilimali. Nawashauri wanafunzi wenzangu wawe wanalinda vyanzo vya maji. Mfano kama bomba letu hapa tunatumia tanki ambayo wanachukua asitupe uchafu, yani walinde vyanzo vya maji kiusahihi. Yani wanapokuwa wanachota maji wachote kwa usafi, yani ile usimwage maji kama wakati unafua unamwaga maji. Wanafunzi na wanajumuia pale ambapo tunakuta kuna mabomba ya maji, zile sehemu ambazo mabomba ya maji yanakuwa yanapita, tuhakikishe tunakuwa mabalozi wa kuhakikisha kwamba miundombinu hiyo inaendelea kuwa salama. Kwa namna moja au nyingine, kutunza au kuzuia matumizi yasiyo sahihi ya maji kwa kujiepusha na kufulia katika vyanzo vya maji, kutupa takataka katika mifumo ya kusafirisha maji, na maanisha mifereji pamoja na mabomba, kuzuia utiririkaji wa maji usio wa lazima. UDOM Digital haikukwamia tu kwa wanafunzi au kuishia kwa wanafunzi, vile ilienda kwa viongozi wa UDOSO, yani wanazungumza vipi kuhusu swala zima la maji. Kwanza inatakiwa utoaji wa elimu kwa wanafunzi jinsi ya kuhifadhi maji na jinsi ya
kupata maji kwa njia sahihi, kwa maana tunachojua kwamba hasa ndani ya chuo kikuu cha Dodoma tatizo sio water availability, ni water accessibility. Maji yapo lakini kufikika kwake ndio pagumu. Pia kutokuacha maji wazi, kwa mfano kuna matenki ya maji lakini pia kuna sehemu ambazo zinahifadhi maji. Hivyo wanashauriwa wanafunzi kama wanafunzi kutokuacha maji yakimwagika ambavyo pale ambapo wanakuwa hawana matumizi nayo, kwa maana uchakavu na uharibifu mkubwa wa vyoo unatokana na matumizi mabaya ya miundombinu au kutokutunza hivyo vyanzo vya maji. Tunasema hizi student behaviors. Maji ni uhai, maji ndio kila kitu. Usipooga basi utakunywa, usipokunywa utayapikia pia. Tumekutana na watu mbalimbali wakiwemo wanafunzi pamoja na viongozi wetu ndani ya chuo kikuu cha Dodoma ambao wao wote wametupa umuhimu wa maji na wametoa elimu namna sahihi ya kutunza maji na namna sahihi ya kuepuka ili tuepukane na changamoto za kukosa maji. Wote kutoka chuo kikuu cha Dodoma. Mimi ni Khadija Adam, UDOM Digital. Asante Khadija Adam kwa taarifa hiyo. Wakati bodi ya usimamizi wa stakabadhi ghalani ikiadhimisha miaka 20 ya mfumo wa stakabadhi ghalani nchini, wadau wa kilimo wameitaka bodi hiyo kuendelea kufanya maboresho zaidi katika mfumo huo ili kuongeza tija kwa wakulima. Taarifa kamili na Amos Mavura. Tangu kuanzishwa kwa mfumo wa stakabadhi ghalani nchini, wakulima wengi wameendelea kunufaika kupitia upatikanaji wa masoko ya uhakika, uhifadhi salama wa mazao pamoja na kuongezeka kwa uwazi wa bei za mazao yao. Wakulima na wadau mbalimbali wa kilimo wanaamini kuwa pamoja na mafanikio yaliyopo kupitia mfumo wa stakabadhi ghalani, bado kuna haja ya kuendelea kufanya maboresho ili mfumo huo uwe na manufaa zaidi kwa wakulima. Nao wengine wameeleza umuhimu wa kuongeza elimu kwa wakulima kuhusu faida za mfumo huo pamoja na kuongeza matumizi ya tehama ili kuwarahisisha uendeshaji wa shughuli za biashara za mazao. Tumesha introduce na kuwaelimisha wakulima kuhusu mfumo wa stakabadhi ghalani, lakini kiukweli mapokeo yake huwa ni changamoto kwa sababu sisi tunafikisha elimu tulioipokea kutoka kwenye taasisi. Tunatamani serikali na taasisi husika kama Kopla, hao ambao wenyewe ni stakabadhi ghalani, WRB pamoja na TMX watoe muda wao wa ziada kutoa elimu kwa wakulima wadogo, kwa sababu wakulima wadogo wanaona kama mfumo wa stakabadhi ghalani unaenda kuwaelimisha na kuwafaidisha wakulima wafanyabiashara wakubwa. Na tunachoshauri ambacho tunasema kifanyike, kwanza tunasema kwamba serikali pamoja na wadau wote, hata wanabiashara na sekta binafsi pamoja na ndugu zetu kwenye sekta ya maendeleo, tuwe na mafunzo ambayo tutatoa, hata watu wa utawala na wengine wote tuwe tunaweza kuhubiria wananchi wote na wakulima wote, tuwaelezee, tuwape mafunzo ya huu mfumo wa stakabadhi, waweze kufahamu mfumo unafanya kazi namna gani, waweze kufahamu vinavyohitajika ili wawekeze kwenye ule mfumo. Na ndio watu wengi wakiweza kujua kwamba mfumo upo na maghala yako wapi na ratiba zote ambazo zinahitajika, inakuwa kwamba sasa wakishafahamu wataleta mazao mengi pale. Kwa hivyo cha kwanza ni kuongeza ufahamu, awareness. Pili, tunahitaji tuwekeze zaidi kwenye ghala zingine, na tunafurahi kwamba Waziri Mkuu kwenye kikao hiki leo ametoa maelekezo kwamba zile ada zinazotozwa kwenye mazao 20% itatumika kwenye ujenzi wa maghala. Akizungumza kuhusu maboresho hayo, Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba ameeleza kuwa serikali inaendelea kuimarisha usimamizi wa mfumo wa stakabadhi ghalani, kuboresha mfumo wa malipo kwa wakulima pamoja na kuongeza uwazi katika uendeshaji wa vyama vya shirika ili kuondoa malalamiko yanayojitokeza. Niwahakikishie wadau wote wakiwepo na wakulima, na leo mwenyekiti upo na waheshimiwa wabunge ambao ndio wanasimamia sekta hii mpo, niwahakikishie serikali itaongeza nguvu katika kushughulikia yale mapungufu ili wananchi wetu
wasipate kero yeyote kutokana na mfumo huu. Aidha, ameeleza kuwa serikali inaendelea kuboresha miundombinu ya maghala, kuongeza matumizi ya tehama pamoja na kuendelea kutoa elimu kwa wakulima ili waweze kunufaika zaidi na mfumo huo. Serikali tutasimamia kwa nguvu kubwa kuondoa changamoto zinazojitokeza. Moja ya changamoto inayojitokeza ni umbali wa maghala kutoka kwenye maeneo ya uzalishaji. Kwamba wananchi, kuna wakati eneo linalozalisha kwa wingi bidhaa ambazo zinatakiwa ziuzwe kwa mfumo wa stakabadhi za ghala uko mbali na maghala. Jawabu la tatizo hili si kurejesha uholela. Jawabu la tatizo hili kama ilivyoelekezwa kwenye ilani ni kujenga maghala yawe karibu na wananchi, wananchi wasipate shida ya kusafiri mwendo mrefu. Nielekeze, mfanye kikao mapema kabla ya bajeti ya serikali kusomwa. Muweke utaratibu ulio sahihi kwenye sheria yetu ya fedha, ambapo asilimia zile 20 zilizoelekezwa kuwa zinabaki kuendeleza sekta ya kilimo kutoka kwenye makusanyo yanayotokana na mazao haya ya kilimo, zielekezwe kujenga maghala kwenye kila eneo ili wakulima wetu wasihangaike kubeba mazao mwendo mrefu kwenda kutafuta maghala. Natambua makusanyo hayo ni vyanzo kwenye halmashauri zetu, lakini niwahakikishie maghala pia ni uwekezaji mkubwa wa vyanzo vya mapato katika halmashauri zetu. Mikoa ambayo wamekwisha kujenga maghala yale yanawasaidia wakulima, lakini wakati huo huo yamekuwa vyanzo vya mapato. Kwa hiyo hapo tutakuwa tumepata suluhisho katika tatizo lile ambalo limekuwa likijitokeza la wakulima wetu kupeleka mazao mwendo mrefu kwenda kutafuta maghala. Ni katika maadhimisho ya miaka 20 ya mfumo wa stakabadhi ghalani ambapo umefanyika hapa katika ukumbi wa Jakaya Kikwete Convention. Wadau wanakiri ya kwamba pamoja na changamoto ambazo zinajitokeza katika sekta ya kilimo, lakini wana imani na mfumo huu wa stakabadhi ghalani ambao unaenda kuleta maendeleo imara katika uchumi wa nchi ya Tanzania, huku wakiwa wanategemeo la kuona mabadiliko na maboresho mbalimbali ambayo yataendelea kuleta uimara wa sekta hii ya mazao katika nchi ya Tanzania na kuimarisha nchi katika sekta ya uchumi. Kutokea katika ukumbi wa Jakaya Kikwete Convention, mimi ni Amos Mavura wa UDOM Digital. Asante Amos Mavura kwa taarifa hiyo. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea ni taarifa za biashara na uchumi. Karibu tena mtazamaji wa UDOM Digital. Sasa ni habari za biashara na uchumi. Biashara ndogo ndogo zinaendelea kuwa chanzo muhimu cha ajira na kipato kwa wananchi, huku zikiwawezesha wananchi kukidhi mahitaji yao ya kila siku na kuboresha maisha. Taarifa kamili na Fatuma Bakari. Katika mazingira ya changamoto za ajira, wananchi wengi wameamua kutumia ujuzi wao kama njia ya kujipatia kipato na kujenga maisha bora. Miongoni mwa shughuli zinazowasaidia wengi kujitegemea ni biashara ya ushonaji inayofanywa kwa kutumia mashine za cherehani. Biashara hii imekuwa chanzo muhimu cha kipato kwa mafundi wengi, huku ikitoa huduma za kutengeneza, kurekebisha na kushona mavazi kwa jamii inayowazunguka. Kupitia kazi hii, baadhi ya wananchi wengi wamekuwa wakilipa ada za watoto,
gharama na mahitaji ya familia na hata kupanua biashara zao. Baadhi ya mafundi ushonaji hapa Ujasi wakizungumza na UDOM Digital wakieleza changamoto na faida wanazozipata katika ushonaji. Mimi napenda tu kuzungumzia kwamba cherehani pia ina pesa, unaweza kupata pesa vizuri kupitia cherehani kwa sababu kwa fundi unashona, watu wanakuja, unapata wateja. Kazi yangu hii ya suruali ina changamoto zake pia, lakini pia ina faida. Tukianza na changamoto, moja ya changamoto inayokuta kwenye biashara yetu, changamoto ya kwanza kubwa ni biashara za msimu. Kwa sababu unafanya biashara kuanzia mwezi wa 11 unakwenda, inapokaribia likizo tayari unaingia katika kipindi ambacho unakosa mzunguko wa hiyo biashara. Bwana, una faida zake pia na changamoto zake. Kwenye faida zake unapata hela, kama unavyoona mtu anakuletea nguo, unapata hela, unapata kipato, unapata kukidhi mahitaji yako ya msingi. Pia kwenye changamoto ndio kama hivyo, mteja atakavyokuja anatoa maelekezo, unamshonea kazi yake, akija anakubadilishia maelekezo, anakuambia sikutaka hivi, nilitaka hivi. Biashara ya cherehani inaendelea kuwa chanzo muhimu cha ajira na kipato kwa wananchi wengi, ikithibitisha kuwa ujuzi wa kazi za mikono unaweza kuwa msingi wa kujitegemea na maendeleo ya jamii. Nikiripoti kutoka Humanity Ujasi, mimi ni Fatuma Bakari wa UDOM Digital. Asante Fatuma Bakari kwa taarifa hiyo. Wafanyabiashara wadogo wanaojihusisha na kuuza chakula maarufu kama mamalishe wameendelea kunufaika na biashara hiyo inayowasaidia kujikwamua kiuchumi. Taarifa kamili na Zawadi Clement. Katika eneo la Ujasi kuna biashara mbalimbali zinazotoa huduma kwa wanafunzi. Miongoni mwa biashara hizo, mojawapo ni ya kuuza chakula almaarufu kama mama ntilie. UDOM Digital ilipata wasaa kufanya mahojiano na Mama Musa ambaye amekuwa akifanya biashara hiyo kwa zaidi ya miaka 5 sasa. Licha changamoto nyingi anazozipata katika kazi yake ya kuuza chakula, hapa ametueleza umuhimu wa biashara hiyo ambayo imemsaidia sana katika kujikwamua kiuchumi. Kunisaidia mambo ya nyumbani, labda kiuchumi, labda kwenye mambo ya labda kutafuta chakula nini. Kwa hiyo mambo tu ni mengi. Maana unaweza ukawa unasomesha watoto, unaweza ukawa ukapata hata hela ya kununua kiwanja ukajenga. Pia tulipata wasaa kufanya mahojiano na baadhi ya wanafunzi wakielezea umuhimu wa biashara hiyo ya kuuza chakula hapo Ujasi. Kwanza kabisa kitu ambacho mimi kinanifanya nitoke kule chuo nikaacha kefu na nini nikaja kula huku Ujasi. Huku Ujasi kwanza bei zao ni nafuu tofauti na kule kefu. Mfano chakula tunachokula huko 1500, kule kefu inaweza ikawa hadi 2000, 3000. Kutokana na ujazo kwanza, sababu huku Ujasi chakula kwanza kinakuwa na tuseme ujazo mkubwa, yani chakula kinatiwa kweli tofauti na kule kefu. Kwa mimi naacha kula kefu na kuja kula Ujasi kwa sababu sababu moja inayonipelekea mimi kuja kula Ujasi, kwanza nimeweka bili ya miezi semester nzima Pia kwa kuwa wanafunzi wengi wa chuo tunaangalia ujazo kutokana na kazi tunazozifanya ni nyingi za masomo pamoja na fieldwork. Kwa tunaangalia ujazo zaidi ili tushibe, ili tupate nguvu ya kusoma sana na kufanya mambo mengi sana. Kwa hiyo mimi ndio maana inanipelekea sana kupenda kula Ujasi kwa sababu kefu chakula kinachotolewa pale na ukiangalia na price yake ni vitu vinavyotofautiana kwa mimi. Yani price ipo juu lakini chakula ni kidogo. Kwa hiyo ndio maana nimeamua kuja Ujasi ambapo hela ipo chini lakini ujazo ni mkubwa. Hayo tu. Nikiripoti kutoka Ujasi ni mimi Zawadi Clement, UDOM Digital. Asante Zawadi Clement kwa taarifa hiyo. Baada ya taarifa hiyo tupate dondoo za soko la fedha za kigeni kwa kutazama jedwali.
taarifa hiyo inatamatisha habari za biashara na uchumi. Hii ni UDOM Digital, tupate mapumziko mafupi, tukirejea ni habari za kimataifa. Karibu tena mtazamaji, na sasa tupate habari za kimataifa na Musa Juma. Rais wa Marekani Donald Trump amefanya ziara yake nchini China katika ukumbi mkubwa wa The Great Hall uliopo Beijing nchini China. Lengo ni kujadili masuala mbalimbali ikiwemo biashara, uhusiano wa kidiplomasia na vita Mashariki ya Kati. China na Marekani zimekubaliana masuala mbalimbali ikiwemo China kutouzia silaha Iran, Marekani kutouzia silaha Taiwan. China imeahidi kuendelea kuagiza mafuta kutoka nchini Marekani na kuendeleza uwekezaji wake katika sayansi na teknolojia. China imesisitiza kuwa patakuwa na mvutano mkubwa iwapo Marekani haitaitilia mkazo shauri la Taiwan. Tusafiri hadi nchini Kenya ambako huko mapema Jumatatu pameshuhudiwa mamia ya vijana wakiandamana katika maeneo mbalimbali nchini Kenya wakipinga ongezeko la bei ya mafuta, jambo lililopelekea mfumuko wa bei kote nchini. Waziri wa usalama nchini Kenya Kipchumba Murkomen ameeleza katika machafuko hayo vijana 4 wamefariki dunia na wengine 200 wakijeruhiwa. Kipchumba Murkomen ameeleza kuwa jeshi la polisi limetumia nguvu kidogo tu kuwatawanya waandamanaji. Tuhamie nchini Kongo ambako huko mamlaka kudhibiti maambukizi Afrika CDC imetangaza mlipuko mpya ugonjwa wa Ebola katika jimbo la Ituri Mashariki. CDC imeripoti watu 60 wamebainika kuwa na maambukizi mapya, huku ikitoa onyo kuwa maambukizi huenda yakaongezeka zaidi iwapo serikali itachukua hatua za mapema. Asante Musa Juma kwa taarifa hizo, na huo ndio mwisho wa habari za kimataifa. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea ni habari za michezo na burudani. Might get it back as well. Mzize's in on goal. Is this going to go in? No, it's a good save. Space on the wing. I'm feeling he's going to piece of the Karibu tena mtazamaji, sasa ni habari za michezo na burudani. Karibu Elizabeth Mwinuka. Asante sana Musa Daudi. Habari mtazamaji, karibu kwenye michezo na burudani. Mimi ni Elizabeth Mwinuka. Klabu ya soka ya Dodoma Jiji FC maarufu kama Walimazabibu imeendelea kuwa mwamba na kutikisa katika jukwaa la ligi kuu ya NBC Tanzania Bara na kuthibitisha utayari wa kuchuana na vigogo wa soka nchini. Taarifa imeandaliwa na Ali Waziri. Mazabibu wamelazimika sare ya bao 1-1 dhidi ya Mashujaa. Mchezo huu ulikuwa ni mchezo mzuri kweli kweli ambao ulikuwa unavutani kati yao. Pia vile vile goli la Mashujaa lilipatikana kupitia Balama Mapinduzi dakika 85, wakati huko William Edgar akatanguliza Dodoma Jiji dakika za mwanzoni kabisa. Mchezo huu ulianza kwa kasi huku timu zote mbili zikionyesha dhamira kubwa ya kusaka ushindi. Mashujaa walionekana kutumia nafasi vyema za kushambulia kwa kushirikiana vizuri eneo la kiungo, huko Dodoma Jiji nao wakajibu mashambulizi kwa kasi kupitia wachezaji wao wa mbele. Katika kipindi chote cha michezo mashabiki walishuhudia ushindani mkubwa wa kuwania mpira katika uwanja pamoja na nafasi kadhaa ambazo ziliweza kuzaa mabao. Dakika 90 zote tumeweza kushuhudia mpira mtamu wenye sukari ndani yake, ambapo mchezo umemalizika sasa na 1-1, yani kwa maana ya sare. Lakini pia vile vile tumepata nafasi ya kuzungumza na makocha pande zote mbili. Kwa issue ya mechi ikishamalizika, iwe ni kufungwa iwe ni kushinda ama kutoka sare, hakuna pole, ni kupokea matokeo, kwa sababu hatujaandikiwa kwamba kila mechi lazima tushinde. So sare maybe ni matokeo mazuri, sio kumpa mtu pole, sababu tunashindana. So mechi ilikuwa na intensity ya juu na tulitegemea hiki. Hata jana kwenye press nilizungumza kulingana na ushindani, Mashujaa ni timu ambayo at least imebadilika, so kile ambacho tulichokitegemea ndicho kilichokuja. So tumemiliki vizuri kipindi cha kwanza, maybe matumizi ya nafasi ambazo tumezipata kuzikosa ukiwa unaongoza goli moja bila inatamanisha mpinzani wako kuweza kupushi zaidi. So kwa sababu mechi ilikuwa ni ya matumizi ya kasi na nguvu, maybe kuna kipindi ambacho tumeshuka sisi hapa mwishoni, nishati imepungua au akaendelea kupushi na mwisho wa siku akapata hiyo nafasi na akafunga. Lakini ukiangalia kwa ujumla zaidi ni kwamba sisi tumetengeneza nafasi ambazo zilikuwa za wazi zaidi, ambazo tungeweza kuongeza ugumu, kwa maana ya goli hata la pili ingeweza kutupunguzia.
Bismillahirrahmanirrahim. Namshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rahma, kwanza kutufikisha Dodoma salama. Lakini la pili, namshukuru Mwenyezi Mungu kwa riziki ndogo tulioipata, lakini si ndogo kwa sababu imetutoa kwenye manyanyaso. Maana tumetoka kupoteza michezo miwili, moja wa ligi na moja wa FA, na tumekuja kucheza away na timu ambayo imetoka kuwafunga Yanga Afrika. Game ilikuwa nzuri, lakini kipindi cha kwanza vijana wangu walifanya kosa la kizembe lika cause goal. Lakini second half tukafanya marekebisho na kufanya mabadiliko chanya ambayo yametuletea kupata hiyo pointi moja. Dodoma Jiji wanasalia katika nafasi ya 8 wakiwa na alama 33, wakati Mashujaa wanasalia katika nafasi ya 9 wakiwa na alama na 27. Wakati Simba Sports Club watakwenda kuikaribisha Dodoma Jiji katika mchezo unaofuata tarehe 24 mwezi huu, wakati vile vile Coastal Union wa Gosi wa Kaya wakakaribisha Mashujaa pale Mkwakwani. Langu jina ni Ali Waziri wa UDOM Digital. Asante Ali Waziri kwa taarifa hiyo. USM Alger wafanikiwa kutoa kombe la shirikisho barani Afrika na kufanya ukanda wa UNAF kuendelea kuwa wababe dhidi ya ukanda mwingine wa soka. Taarifa imeandaliwa na Evan Jako. Fainali ya mkondo wa pili wa kombe la shirikisho barani Afrika, CAF Confederation Cup, imetamatika kwa timu ya USM Alger kufanikiwa kutoa kombe hilo mara baada ya kuigalagaza timu ya Zamalek kutokea nchini Misri kwa mikwaju ya penalty 8-7, mara baada ya Zamalek kupata ushindi wa goli 1-0 na kufanya uwiano wa magoli kufikia 1-1, ambapo mchezo wa fainali mkondo wa kwanza ulitamatika kwa USM Alger kushinda kwa bao 1-0. Kombe la shirikisho barani Afrika kwa kiwango kikubwa limekuwa likitawaliwa na vigogo kutokea ukanda wa Afrika Kaskazini, ambapo UDOM Digital ikizungumza na mtaalamu wa masuala ya uchambuzi wa soka la Afrika amebainisha sababu mbalimbali zinazopelekea mafanikio hayo dhidi ya kanda nyingine za soka. Na miongoni mwa sababu ambazo zimepelekea hili kutokea ni kwa sababu ukiangalia nchi za wenzetu huko Uarabuni, ukanda wa nchi za Kiarabu, wamekuwa na uchumi imara na uwekezaji mzuri wa miundombinu. Wachezaji wanalipwa hela nzuri sana, kwa hiyo unaona namna ambavyo pia wachezaji wanapambana, lakini pia hata sajili ambazo wanazifanya zimekuwa ni za viwango vya juu, lakini pia uwekezaji mzuri wa miundombinu. Hata pia ligi zao za ndani zimekuwa na ubora wa hali ya juu. Nazungumzia ligi kama Botola Pro, bingwa anabadilika msimu huu, inawezekana tukamwona Maghreb Fez akiwa ni bingwa kwenye hilo ligi. Olympique de Safi ambaye kwenye ligi ya kule Morocco anashika nafasi za chini kabisa, lakini kwenye haya mashindano amefika nafasi mpaka aliishia nusu finali hapo. Kwa hiyo unaona pia uimara wa ligi za wenzetu pia unasababisha timu kuwa imara zaidi kwenye haya mashindano. Usimamizi bora, wamekuwa na viongozi ambao kiutendaji wamekuwa na misimamo zaidi mizuri ya kuendesha timu kuliko kusimamia siasa za kimpira. Kwa hiyo unaona pia kwa wenzetu wana uongozi ambao ni bora, ambao pia wanajua nafasi yao. Kuna mwingine ambao wanaitaka ili afanye mambo makubwa zaidi katika timu zao. Kufuatia kutamatika kwa fainali hiyo, UDOM Digital ilifanikiwa kukutana na baadhi ya mashabiki hapa Chuo Kikuu cha Dodoma ambao wameelezea msisimko wao juu ya fainali hiyo. Kwanza kabisa nipende kuipongeza USM Alger kwa kuchukua kombe la shirikisho, lakini pia USM Alger ndio timu ambayo ilichagua kuishabikia katika fainali ile kwa sababu yupo mtu ambaye alifanikiwa kupita katika ligi yetu hapa NBC Premier League, na maanisha Chef Fondo Malone. Imekuwa tuna hamu sisi kama mashabiki timu zetu za Tanzania zichukue makombe haya. Sio kila siku wanachukua watu wa Uarabuni, wanachukua timu ambazo yani hatukuzitegemea. Kuna watu wengi wameinuka sasa hivi wanachukua makombe. Kwa nini iwe Tanzania? Nikilipoti kutoka hapa Chuo Kikuu cha Dodoma, mimi ni Evan Jako wa UDOM Digital. Asante Evan Jako kwa taarifa hiyo. Sasa tupate michezo ya kimataifa na Steven Stefano. Tunaanzia nchini Saudi Arabia ambapo klabu ya Al Nassr imetoa ubingwa wa ligi kuu ya Saudi Arabia msimu wa 2025-26 baada ya kuibuka na ushindi wa mabao 4-1 dhidi ya Damak FC katika mchezo wa mwisho wa ligi. Nyota wa klabu hiyo Cristiano Ronaldo alifunga mabao 2 kwenye mchezo huo na kuisaidia Al Nassr kutoa taji lao la kwanza la ligi tangu mwaka 2019. Huku ubingwa huo unakuwa taji la kwanza la ligi kwa Cristiano Ronaldo tangu ajiunge na Al Nassr mwaka 2023. Tukielekea nchini Hispania, kocha mpya wa Real Madrid Jose Mourinho ataendelea kufanya kazi na mtaalamu wa mazoezi ya viungo Antonio Pintus
baada ya kukubali ombi maalum kutoka kwa rais wa klabu hiyo Florentino Perez. Taarifa zinaeleza kuwa Florentino Perez alitaka Pintus aendelee kuwa sehemu ya benchi la ufundi kutokana na mchango wake mkubwa katika uimara wa wachezaji na mafanikio ya Real Madrid katika miaka ya karibuni, jambo ambalo Mourinho amelipokea na kulikubali rasmi. Tukielekea nchini England, klabu ya Chelsea imemtangaza rasmi Xabi Alonso kuwa kocha mpya wa timu hiyo kwa mkataba wa miaka 4 utakaodumu hadi mwaka 2030. Kocha huyo raia wa Hispania anatarajiwa kuanza rasmi kazi Julai mosi mwaka 2026 baada ya kufikia makubaliano na uongozi wa Chelsea kuelekea msimu mpya wa ligi kuu ya England. Katika taarifa nyingine nchini England, klabu ya Arsenal imetangazwa kuwa bingwa mpya wa ligi kuu ya England baada ya Manchester City kutoka sare ya bao 1-1 dhidi ya FC Bournemouth, matokeo ambayo yameihakikishia Arsenal ubingwa wa Premier League na kuhitimisha ukame wa miaka 22 bila kutwaa taji hilo, huku mafanikio hayo yanatajwa kuwa makubwa kwa kocha Mikel Arteta ambaye ameiongoza Arsenal kurejea kwenye ubora wake wa zamani. Kwingineko ni klabu ya Aston Villa imetwaa ubingwa wa UEFA Europa League baada ya kuichapa Freiburg mabao 3-0 kwenye mchezo wa fainali uliochezwa mjini Istanbul. Ushindi huo umeipa Aston Villa taji lao la kwanza kubwa la Ulaya tangu mwaka 1982, huku kocha Unai Emery akiendelea kuandika historia kwenye michuano hiyo. Tukisalia nchini England, mchezaji wa Chelsea Cole Palmer kwa sasa hatakuwa sehemu ya kikosi cha timu ya taifa ya England kitakachoshiriki michuano ya kombe la dunia 2026 baada ya kuacha na kocha mkuu Thomas Tuchel. Mbali na Palmer, mastaa wengine walioachwa kwenye kikosi hicho ni pamoja na Phil Foden, Harry Maguire na Jack Grealish, jambo lililoibua mjadala mkubwa kwa mashabiki wa soka duniani. Asante Steven Stefano, na kufikia hapo sina la ziada katika michezo. Mimi ni Elizabeth Mwinuka, nikurudishe kwa Musa Daudi. Asante Elizabeth Mwinuka kwa taarifa hizo. Mtazamaji, kabla ya kuhitimisha, tupitie kwa ufupi vichwa vya habari. Maadhimisho ya utambuzi wa lugha ya alama yaliyofanyika katika Chuo Kikuu cha Dodoma yameibua wito mpya wa kutoa nafasi sawa kwa watu wenye ulemavu wa kusikia. Bodi ya stakabadhi ghalani nchini imeadhimisha miaka 20 huku wadau wa kilimo wakiitaka bodi hiyo kufanya maboresho zaidi katika mfumo ili kuongeza tija kwa wakulima. Na katika michezo, klabu ya soka ya Dodoma Jiji FC imeendelea kuwa mwamba na kutikisa katika jukwaa la ligi kuu ya NBC Tanzania Bara. Na kufikia hapo tumefikia mwisho wa taarifa ya habari kutoka UDOM Digital. Kwa maoni na ushauri, usisite kuwasiliana nasi kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii. Kwa niaba ya mafundi mitambo na timu nzima ya UDOM Digital, mimi ni Musa Daudi. Asante kwa kutazama.